Umewahi kujiuliza kwa nini unasali sana lakini bado unapitia majaribu? Je, Mungu amekukasirikia au kuna jambo anakufundisha? Ndugu yangu, kuna wakati maisha yanakuwa magumu kiasi kwamba tunabaki kujiuliza, hivi Mungu ameniacha au Mungu ananiadhibu? Lakini Biblia inatufundisha kutofautisha kati ya adhabu na malezi ya baba anayependa watoto wake. Katika Waebrania sura ya 12 aya ya 6 neno la Mungu linasema, Bwana ampendaye humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Hii haimaanishi kuwa Mungu anafurahia kutuona tunaumia. La hasha, inamaanisha kwamba kama baba mzuri anavyomfundisha mtoto wake ili akue vizuri, ndivyo Mungu anavyotuumba katika utakatifu. Fikiria dhahabu, ili ing'ae lazima ipitie moto. Na Mkristo pia wakati mwingine hupitia majaribu ili imani yake ikomae. Mtume Paulo anasema katika waraka wa kwanza kwa Timotheo sura ya kwanza aya ya 7 kwamba majaribu huifanya imani yetu iwe ya thamani kuliko dhahabu. Kanisa pia linatufundisha kwamba Mungu anaweza kuruhusu mateso kwa sababu ana uwezo wa kuleta mema hata katikati ya mabaya. Hakuna uchungu unaopotea bure ukiunganishwa na Kristo msalabani. Kwa hiyo, usihitimishe kwa haraka kwamba kila tatizo ni adhabu kutoka kwa Mungu. Jiulize kwanza, Mungu anataka kunifundisha nini kupitia jambo hili? Huenda maumivu unayopitia leo ndiyo anakuandaa kwa shahidi wa Kristo kesho. Kabla hujalalamika kwa Mungu, leo muulize kwanza, Baba, unataka nijifunze nini? Mara nyingi hapo ndipo amani huanza. Kama unapitia katika kipindi kigumu, andika kwenye maoni, Bwana nisaidie niamini hata nisipoelewa. Nami nipo na kuombea. Jambo hili muhimu sana. Ndoto yangu ni kuendelea kutengeneza maudhui ya Kikatoliki yenye ubora mkubwa zaidi ili yawafikie watu wengi zaidi. Kwa sasa, niendelea kujiandaa kupata baadhi ya vifaa ili kuboresha huduma hii ya uinjilishaji. Kama unatamani kuwa sehemu ya utume huu kwa mchango wowote, mkubwa au mdogo, mimi nitashukuru sana. Kama uwezi kuchangia kwa sasa, kushirikisha video hii na kuniombea ni msaada mkubwa pia. Mungu akubariki sana kwa moyo wako wa ukarimu. Utume wetu ni mmoja, tumlete kila mtu karibu zaidi na Kristo kwa ukweli na upendo. Tusome neno la Mungu, tuishi mafundisho ya kanisa na tumshuhudie Kristo katika maisha yetu. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Na kutakieni siku njema na yenye baraka, na Mwenyezi Mungu atubariki sote. Tumsifu Yesu Kristo.